Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Naitwa Mzizi Rashidi Mtambwa, natokea wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro. Mimi ni mkulima, lakini pia ni mkulima kiongozi kwa wilaya ya Kilosa. Ninalima mazao ya mboga na nafaka, mboga na matunda. Mimi kwenye mradi huu wa YEFFA nimepata nafasi ya kuwa kama mkulima kiongozi, ambapo nimekutanisha baadhi ya vijana wenzangu kwa kushiriki pamoja, kwa kupatiwa mafunzo, lakini pia kwa kupatiwa namna gani tunaweza tukaingia sokoni kwa kupata bidhaa bora. Kwenye mradi huu wa YEFFA tumepiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu wengi tulikuwa tunalima kwa mazoea, lakini baada ya kuingia kwenye mafunzo ya YEFFA tumejua sana kwanza tunatakiwa tuanze kuingia sokoni kabla kuanza kwenda shambani. Lakini wameweza kutupatia mbegu bora, kwa maana kuna watu ambao wametuunganisha nao, lakini pia tunafanya kazi vizuri na wataalamu wa kilimo ndani ya kata. Lakini pia sisi kama vijana tumeweza kuzungumza na kupaza sauti zetu ni namna gani tunaweza tukalifikia soko la kimataifa. Siku ya leo nimefurahi kuwa pamoja hapa kwa ajili ya kushiriki utungaji wa sera ya vijana hasa kwenye kilimo. Nimefurahi sana kwa sababu nimeenda kuifahamu sera kama kijana inanipaswa nifanye nini, lakini pia sera hii ambayo imetungwa na mimi ambayo naenda kuiongezea kwenye baadhi ya vipengele ambavyo naona kama sisi vijana wakulima inatubana, kwa namna nyingine tunaweza tukaiweka kwa ubora ili tuweze kufikia malengo yetu, ambapo siku kama hii ya leo tumeweza kuona namna gani tunaweza tukafikia masoko ya nje, lakini pia ni namna gani tunaweza tukaanzisha sasa taasisi binafsi za sisi vijana wenyewe, kwa sababu tunaenda kupiga hatua. Tunatoka sehemu moja, tuna malengo ambayo tunataka kwenda kuyafikia kwa ajili ya kuongeza upana na wigo wa ajira kwa vijana. Sisi kama vijana kupitia YEFFA tunaamini kwamba kilimo si adhabu kama ambavyo jamii inafahamu. Tunaamini kwamba kupitia kilimo ndo sehemu pekee ambayo tunaweza tukabeba vijana wengi wakapata ajira, lakini pia wananchi wengi wanaweza wakapata ajira kupitia kilimo. Aidha aende shambani au la tupate mnyororo wa thamani kwa kuongeza product, labda kama nyanya kutengeneza tomato, labda kama wengine wataenda sokoni kuuza na wengine watakuwa shambani kwa ajili ya kuzalisha. Wewe tangu umeanza lini kujiingiza kwenye kilimo na manufaa yake mpaka sasa hivi unaweza kujivunia yapi? Mimi nimeanza kuingia kwenye kilimo mwaka 2022, lakini mpaka sasa namshukuru Mungu kwamba ninao uwezo, naendelea kusomesha wadogo zangu, lakini pia nimeweza kupata mavuno na kuweza kuongeza nyumba yangu ambapo ninapoishi, lakini pia nina uwezo wa kupata pesa ya kuweza kuniendelezea maisha yangu kila siku. Okay, nini kifanyike kwenye hiyo sera ambayo unaona inatakiwa iongezewe ili unufaike zaidi kama kijana? Kwenye sera ambayo tumeiona, vitu ambavyo natamani vingeongezeka ni kwa namna ambavyo kila kijana kwanza ambaye yuko huko kwenye vijiji, kwenye kata, kwenye wilaya aweze kuifahamu hiyo sera, kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili, viongezwe vitu ambavyo tunaweza tukafikia masoko ya kimataifa, kwa maana tutoke kwenye haya masoko ambao wanakuja kutubeba wachuuzi, sisi wenyewe wakulima tuweze kuingia kwenye soko la ndani la kitaifa, lakini pia mpaka nje la kitaifa. Lakini kitu kingine ni upatikanaji wa ardhi. Vijana wengi wanatamani kulima, lakini upatikanaji na umilikishaji wa ardhi kupitia serikali kidogo umekuwa changamoto. Kwa ombi langu kwa serikali, kazi ni nzuri sana wanaoifanya, lakini basi watuangalie sisi kama vijana waweze kuweza kutupatia ardhi kwa ajili ya utekelezaji. Lakini pia taasisi za kifedha kama benki za kilimo ziweze pia kuweka mikono kwetu kwa ajili ya kutushika kutoka sehemu moja, waweze kutupatia, hatusemi mitaji moja kwa moja, lakini tunasema kwamba watushike mkono pale ambapo tupo, waweze kutufikisha sehemu ambayo tunataraji kwenda, kwa sababu kama mitaji midogo tunayo na tumeshaanza, wao watuongezee tu nguvu. Zambwa ni program officer kutoka AGRA. Katika kipindi cha miaka 5 kuanzia mwaka jana, AGRA ina implement program inayofahamika kwa jina Youth Entrepreneurship for the Future Food and Agriculture, YEFFA. Hii program lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba vijana wanapata fursa kwa maana ya kazi katika sekta ya kilimo. Kwa hiyo tangu mwaka jana tulikuwa tunatekeleza, lakini katika utekelezaji wa programu hii sehemu mojawapo ni ushiriki wa vijana katika utekelezaji wa sera, ili kusudi kutambua zile sera ambazo ni vikwazo kwao katika ushiriki wao
katika sekta ya kilimo. Kwa hiyo tumekutana hapa leo, lengo kubwa ni kuwasaidia vijana kutambua sera zilizopo, lakini pia wao wenyewe kutoa maoni yao kwamba vipi au sera zipi za vipaumbele ni vikwazo kwao, yani sera zipi zifanywe vipaumbele ili wao waweze kushiriki zaidi kwenye sekta ya kilimo ili waweze kujitengenezea ajira. Kwa hiyo tuko hapa leo, tumepata mafunzo na tumepata wawezeshaji kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, tumepata wawezeshaji kutoka ofisi ya Wizara ya Viwanda na Biashara, lakini kutoka wizara nyingine za kisekta. Kwa hiyo tunatarajia baada ya leo, kesho watashiriki Bunge kwa maana ya kuona ni namna gani sasa utekelezaji wa yale makubaliano katika eneo la sera, lakini pia mambo mengine ambayo yanajitokeza kwa maana ya kujifunza. Lakini lengo kubwa hatutaki ishie hapa, ili wao watakapoenda kule wanapoishi kuona ni namna gani watawashirikisha wenzao kutambua sehemu au umuhimu wao katika ushiriki wa kutengeneza sera kwa ajili ya maslahi ya taifa na wao wenyewe kama vijana. Mimi naitwa Vincent Uhega, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Voice of Youth Tanzania yenye makao makuu yake Arusha, Arumeru. Na sisi ni wabia wa utekelezaji katika mradi wa YEFFA, na kati ya partners ambao zaidi ya 40 ambao wanatekeleza mradi wa YEFFA, na tunafanya kazi sisi kwenye mikoa 6 kwenye huu mradi. Na kazi yetu kubwa sisi ni kuprofile vijana kwa maana ya kutengeneza database kwa wakulima vijana kwenye mikoa hiyo 6 kwa maana Katavi, Rukwa, Kagera, Dodoma, Manyara na Singida, ili waweze kufikiwa na fursa za kilimo. Na nia na mazumuni pia kwa na sisi pia kwenye mradi tunafanya mabadiliko ya mawazo ya vijana kufikiria kwamba kilimo pia ni sehemu ya ajira kama ajira nyingine. Kwa hiyo tunahamasisha vijana kuingia kwenye kilimo biashara. Na pia tunafanya mafunzo mbalimbali ili kubadilisha mitazamo yao, ikiwepo pia kutoa elimu za kisera, kuzielewa sera zilizokuwepo na kutambua pia fursa zilizokuwepo ambazo zinaweza kuwasaidia wao kutengeneza ajira rasmi katika mwelekeo wa maisha yao. Okay. Na hizo kwa mfano taarifa, labda kwa uzoefu wenu, ushiriki wa wanawake, wasichana na wavulana katika hii sekta uko vipi, na changamoto zao ni moja au zinaendana kijinsia? Actually, huu mradi umelenga kufikia 70% wanawake wakulima na asilimia mabaki wanaume. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukiangalia sekta ya kilimo, wanaume ndio wamekuwa wakifanya, wavulana au wanaume wamekuwa wakifanya sehemu kubwa ya kilimo, lakini wanawake wamekuwa wengi ni wavunaji. Kwa hiyo mtu wanaume wamelima mpunga, wanawake wanakuja kazi kuvuna tu, lakini wao sio sehemu ya, kwa wamekuwa kama manamba sehemu ya kufanya kazi. Kwa hiyo kupitia mradi wa YEFFA tunahamasisha zaidi wasichana kuingia kwenye kilimo kama ajira rasmi na kama wawekezaji, na pia wawekezaji ndio. Okay. Na tumeweza kuona wanawake wengi au wasichana wengi mikoa mbalimbali wakiwa wamefanya uwekezaji kwenye kilimo. Wengine tumeweza kuwafundisha na wameweza kuwa wakulima washauri kwenye vijiji vyao na maeneo yao, na ndio hao baadhi wao hapo watapata elimu ya sera ili waweze kwenda kutoa kwenye vikundi vya wakulima vijana ambao vipo kwenye maeneo yao. Okay. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.